Maumivu makali nyuma ya kichwa changu yalikuwa kama mapigo ya nyundo. Nilijaribu kufungua macho, lakini mwanga mkali wa neon ulinichoma. Nilijaribu kunyanyua mikono yangu, lakini sikuvuka hatua moja. Nilikuwa nimefungwa kwa kamba nene kwenye kiti cha chuma. Harufu ya dawa za hospitali ilikuwa nzito hapa. Niligeuza shingo yangu kwa shida, na hapo ndipo nilimuona Linda. Alikuwa bado amelala pale, mita chache kutoka kwangu, akiwa amezungukwa na mashine zilizopiga kelele ya upweke. Nisaidieni jamani, nisaidieni. Sauti ya hatua za miguu ilisikika ikinikaribia. Nilitegemea kumwona Oscar au yule mfanyakazi wa ndani, lakini mlango ulifunguka na aliyeingia alikuwa ni Lian. Alikuwa amevua koti lake, shati lake likiwa na madoa ya damu kwenye mikono. Hakuwa na ile sura ya upole niliyoizoea. Alikuwa na sura ya mwanaume aliyepoteza kila kitu, ikiwemo akili yake. Zuhura, kwa nini hukunisikiliza? Nilikupa kila kitu. Nilikupa kazi, pesa na ulinzi, lakini binadamu ana asili ya uharibifu. Lazima ufukue pale ambapo pamezikwa. Lian, unamfanya nini Linda? Hii sio tiba. Huu ni utekaji. Yeye ni mchumba wako. Kwa nini unamfanyia hivi? Mapenzi? Unajua maana ya mapenzi? Zuhura, mapenzi ni pale unaposababisha ajali iliyopaswa kukuua wewe, lakini mwanamke unayempenda anachukua dharuba hiyo kwa ajili yako. Tangu usiku ule Linda hajafungua macho. Madaktari walisema nimzike, lakini siwezi. Namfufua hata kama nitahitaji kutumia nani. Lian alitembea kuelekea kwenye kitanda cha Linda. Alishika mkono wake uliopauka na kuubusu. Kisha akageuka kunitazama mimi, na macho yake yakawa na mwanga wa kutisha. Unajua kwa nini nilikuleta hapa, Zuhura? Haikuwa kwa sababu ya picha zako. Ni kwa sababu damu yako na ya Linda ni nadra sana. RH negative. Ni damu ambayo Linda anahitaji kila wiki ili mashine hizi ziendelee kufanya kazi. Wewe sio mpiga picha wangu. Wewe ni benki ya damu ya Linda. Dunia ilionekana kusimama. Sikuwa mpenzi wake, sikuwa mfanyakazi wake. Nilikuwa tu spare part kwa ajili ya mwanamke aliyekuwa nusu mfu. Kila tabasamu la Lian, kila zawadi, kila neno la upendo, yote yalikuwa ni maigizo ya kunivuta karibu na kifo changu. Wewe ni mnyama, Lian. Oscar alikuwa sahihi. Wewe ni mwenda wazimu. Oscar anajali pesa tu. Ananisaidia kumficha Linda huku kwa sababu anajua tukigundulika kampuni ya Manzi itaanguka na yeye atakuwa maskini. Sote tuna dhambi umndani, Zuhura. Na wewe utakuwa sadaka yetu ya siri. Alichukua sindano ndefu kutoka kwenye meza ya daktari. Alianza kuisogeza kuelekea kwenye mshipa wa mkono wangu. Nilihangaika kwenye kiti kile nikijaribu kujinasua, lakini kamba zilikuwa zinanikata nyama. Ghafla sauti ya kishindo kikubwa ilisikika ghorofani. Lian alistuka. Alielekea mlangoni na kusikiliza sauti za watu wakipiga kelele.
na mbwa wa ulinzi wa kibweka zilijaza nyumba. Ryan, kimbia! Polisi wameingia. Yule binti mpiga picha alituma eneo letu kabla hujamkamata. Ryan alinitazama kwa hasira. Hakuamini kuwa nilikuwa na akili ya ziada. Wakati nikitambaa kwenye korido ya siri, nilikuwa nimewasha live location kwenye simu yangu na kuituma kwa rafiki yangu wa karibu. Nilimwambia akikaa saa 2 bila kunisikia apige simu polisi. Ryan alikuja kwangu kwa kasi, mkono wake ukinitia koo. Hutoki hapa ukiwa hai, Zura. Kama Linda hawezi kuishi, hakuna anayefanana naye atakayeishi. Giza lilianza kunivamia tena kadri Ryan alivyokuwa akinikaba koo. Lakini kabla sijapoteza fahamu, niliona mlango wa basement ukifunguka. Lakini hakuwa polisi. Alikuwa ni mwanamke mwingine aliyevaa mavazi meusi kuanzia utosi hadi miguuni. Alikuwa ameshika bastola yenye silencer. Ryan aliniachia na kuanguka chini, damu ikitoka kwenye bega lake. Yule mwanamke alinisogelea na kuvua kitambaa usoni mwake. Sikuwa namjua, lakini macho yake yalikuwa na kitu ambacho kilinizindua. Mwanamke wa siri. Zura, naitwa Salma. Mimi ni mdogo wake Linda. Tumekuwa tukitafuta ushahidi huu kwa miaka 5. Ondoka hapa haraka kabla Oscar hajafika huku kwa ajili ya kumaliza ushahidi. Salma alinikata kamba. Nilisimama kwa taabu nikimtazama Ryan aliyekuwa akigaagaa kwa maumivu, na kisha nikamtazama Linda aliyekuwa kwenye mashine. Hii haikuwa mwisho wa safari. Hii ilikuwa ni mwanzo wa mapambano mapya kwenye ghasia zile. Nilichukua kamera yangu iliyokuwa imeanguka karibu na kiti. Nilijua kuwa bila ushahidi wa picha, Ryan na Oscar wangeweza kununua sheria. Tulianza kukimbia kuelekea kwenye mlango wa kutokea. Lakini tulifika nusu ya ngazi, tulikutana na Oscar. Hakuwa na bastola, alikuwa na kidhibiti, yaani remote, mkononi mwake. Hakuna anayetoka hapa na siri. Nyumba hii imezungukwa na mabomu ya gesi. Tukifa, tunakufa sote kama familia. Tulisimama tuli kwenye ngazi zile nyembamba. Oscar alikuwa ameshika kile kidhibiti kama vile ameshika maisha yetu yote. Macho yake yalikuwa mekundu, yamejaa kukata tamaa. Chini yetu, Ryan alikuwa akivuta pumzi kwa shida, bega lake likivuja damu, na mita chache mbele yake Linda alikuwa bado amelala. Hajui kuwa kifo kinamgongelea mlango kwa mara ya kwanza. Hajui kuwa kifo kilikuwa kinamgongelea mlango kwa mara ya pili. Usipige hatua nyingine, Salma. Najua wewe ni nani. Unadhani unakuja hapa kuokoa dada yako? Unakuja hapa kuchukua kadi ya siri ya akaunti za Uswizi za Linda. Unajali pesa kuliko uhai wake. Nilihisi baridi ikinitanda. Nilitizama pembeni kumtazama Salma, mwanamke aliyekuwa ametoka tu kunikata kamba. Mkono wake ulikuwa umeshika bastola, haukutetemeka, lakini sura yake ilibadilika. Tabasamu la kijasiri lilipotea na nafsi yake ikachukuliwa na ukatili ambao sikuutarajia. Oscar, wewe na mdogo wako mliharibu maisha ya dada yangu. Yale mamilioni yaliyoko kwenye akaunti ya Linda ni fidia ya kutosha kwa miaka 5 niliyopoteza kumtafuta. Zura, sogea pembeni. Hii ni biashara ya familia. Salma, umeniokoa ili nikutafutie ushahidi au ili nikupe njia ya kuingia hapa? Nyote ni wale wale. Hakuna anayemjali Linda. Ghafla nyumba nzima ilitikisika.
Moshi wa kijani ulianza kuingia kupitia matundu ya viyoyozi. Ulikuwa ni gesi ya kulevya ambayo Oscar alikuwa ameisema. Macho yangu yalianza kuwasha na kifua kikaanza kubana. Oscar alicheka kicheko cha kichaa, lakini kabla hajabonyeza kitufe cha mwisho cha mlipuko wa gesi ya moto, Salma alifyatua risasi. Kidhibiti kilianguka kutoka mkononi mwa Oscar na kuseleleka kuelekea nilipo. Oscar alishika mkono wake akipiga kelele, na Salma akakimbia kuelekea kwenye kitanda cha Linda, si kwa ajili ya kumtoa dada yake, bali kuanza kupekua mifuko ya nguo za wagonjwa na draw za pembeni. Nilitambua kuwa huu ndio ulikuwa wakati wangu pekee. Niliukwapua kile kidhibiti na kuanza kukimbia kupitia ile korido ya siri niliyokuja nayo. Nilihisi kizunguzungu kutokana na ile gesi, lakini hofu ya kufa ilinipa nguvu. Zuhura, rudi hapa na hiyo remote. Ukiondoka nayo, nyumba itajifunga na sote tutakufa kwa gesi. Sikugeuka nyuma. Niliingia ndani ya korido ya mbao na kuanza kutambaa. Nilifika kwenye tundu linalochungulia chumba cha Ryan. Nilikuta polisi wamevunja milango na kuanza kuingia wakiwa na barakoa za gesi. Niko huku chini ya ardhi, kuna watu wanauawa. Lakini sauti yangu ilikuwa dhaifu. Gesi ilikuwa imeanza kunizubaza. Nilianguka chini, kidhibiti kikiwa kimeganda mkononi mwangu. Kupitia giza linaloingia, niliona kitu kikisogea upande wa pili wa korido ya siri. Hakuwa polisi, hakuwa Salma. Ilikuwa ni kivuli cha mwanamke. Alikuwa amevaa gauni lile la harusi nililoliona kwenye chumba cha makumbusho. Alikuwa akitembea bila kugusa sakafu, na harufu ya marashi ya Linda ikawa kali kuliko gesi. Zuhura, asante kwa kuniamsha. Sasa ni zamu yangu kumaliza mchezo huu. Nilijua akili yangu inaanza kupata njozi kwa sababu ya gesi, lakini kivuli kile kilinisogelea na kunichukua kile kidhibiti. Kilijimonyeza chenyewe. Nilihisi mikono yenye nguvu ikinitoa kwenye ile korido. Niliona mwanga wa tochi za polisi. Tumempata, mtweni haraka. Sauti zile zilianza kufifia. Nilipokuwa nikitolewa nje ya jumba lile kwenye machela, niligeuza kichwa changu kuitazama nyumba kwa mara ya mwisho. Kwenye dirisha la ghorofa ya kwanza, nilimwona amesimama mwanamke akitutazama. Alikuwa na sura yangu. Alikuwa Linda, lakini hakuwa kwenye kitanda cha hospitali. Alikuwa amesimama wima, akitabasamu, tabasamu la ushindi. Je, Linda amezinduka au nimeacha kitu cha kutisha kutoroka kwenye lile jumba?